Lilikuwa suala la muda tu, ndivyo unavyoweza kusema, baada ya Marekani kutangaza hadharani kuwa imefanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia nchini Irani. Marekani sasa imeingia rasmi katika mgogoro kati ya Israeli dhidi ya Irani. Hatua hiyo inatangazwa usiku kwa kuamkia leo Jumapili, Juni 22 mwaka 2025 na rais wa taifa hilo Donald Trump. Katika hotuba yake kwa umma, Trump amesema kuwa ndege za jeshi la Marekani zimelenga na kushambulia vinu vya nyuklia vya Irani vilivyoko maeneo ya Fordo, Natanz na Isfahani. Vituo muhimu vya nyuklia vya Irani vimeharibiwa kabisa na kikamilifu katika mashambulizi niliyoyaamuru yafanyike, amesema Donald Trump alipozungumza na vyombo vya habari nchini humo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameionya Marekani kuwa mashambulizi yake dhidi ya vinu vya nyuklia vya Irani yatakuwa na athari za kudumu na kwamba Irani haitakaa kimya, badala yake italipiza kisasi. Araghchi ameandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X, akiwa ofisa wa kwanza wa ngazi za juu wa Irani kutoa kauli kuhusu mashambulizi ya Marekani dhidi ya eneo la Isfahani, Fordo na Natanz. Matukio ya asubuhi hii ni ya kuchukiza na yatakuwa na athari za kudumu, ameandika Araghchi. Ameongeza kuwa kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa na masharti yake yanaruhusu kujilinda na kwa njia halali, Irani haina chaguo zaidi ya kufuata kanuni na sheria za umoja huo za kujilinda ili kulinda uhuru wake, maslahi yake na watu wake. Rais Trump amechukua hatua hiyo bila idhini ya bunge, huku akionya kwamba kutakuwa na mashambulizi zaidi iwapo Irani itajibu kwa kushambulia vikosi vya Marekani. Kutakuwa na amani au janga kwa Irani, amesema rais huyo. Shirika la nishati ya atomiki la Irani limethibitisha kuwa mashambulizi yalilenga vituo vyao vya Fordo, Isfahani na Natanz, lakini lilikataa kuthibitisha iwapo kuna athari kwa raia ama shughuli zilizoathiriwa na mashambulizi hayo. Irani imesema kuwa hakuna dalili za mionzi kuvuja katika maeneo hayo na hakuna hatari kwa wakazi wa karibu na maeneo hayo yaliyoshambuliwa na ndege hizo za Marekani. Irani imesisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani tu, huku mashirika ya ujasusi ya Marekani yakikadiria kuwa Teherani haijaanza kutengeneza bomu. Hata hivyo, Trump na viongozi wa Israeli wameeleza hofu kuwa Irani inaweza kutengeneza silaha ya nyuklia haraka na hivyo kuwa tishio na dharura kwa mataifa mashariki na Marekani. Uamuzi wa Marekani kujiingiza moja kwa moja katika vita hiyo unakuja baada ya wiki moja ya mashambulizi ya Israeli dhidi ya Irani yaliyolenga kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga na makombora ya Irani, pamoja na kuharibu mitambo yao ya urutubishaji wa uranium. Tumekamilisha kwa mafanikio mashambulizi yetu dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya Irani, ikiwemo Fordo, Natanz na Isfahan. Trump alianza kwa kuandika hivyo kwenye mitandao ya kijamii kabla ya kuzungumza na vyombo vya habari. Ndege zetu sasa zipo nje ya anga ya Irani. Tulirusha mabomu yote kwenye kituo kikuu cha Fordo. Ndege zote zinarudi salama nyumbani. Katika ujumbe mwingine, Trump aliandika, huu ni wakati wa kihistoria kwa Marekani, Israeli na dunia. Irani sasa inapaswa kukubali kumaliza vita hivi. Asanteni. Akizungumzia uamuzi wa Marekani kuingia moja kwa moja kwenye mgogoro huo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amempongeza Rais Donald Trump kupitia ujumbe wa video kuwa uamuzi wake jasiri wa kulenga vituo vya nyuklia vya Irani kwa nguvu ya haki ya Marekani
utabadilisha historia. Marekani imefanya kile ambacho hakuna taifa lingine lingeweza kufanya, amesema Netanyahu. Baada ya mashambulizi hayo ya Marekani, Israeli imetangaza kufunga anga lake kwa safari zote za kuingia na kutoka ndani ya nchi hiyo kwa kile kinachodai ni sababu za kiusalama. Hii ina maana gani? Akizungumzia mzozo huo ambao umeingia siku ya 9 sasa, kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Khamenei alitangaza Alhamisi iliyopita kuwa jaribio lolote la Marekani kuishambulia Irani litaufanya mzozo huo kuwa vita kamili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonyesha wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa hatari ya vita kati ya mataifa hayo, jambo linaloweza kusababisha athari mbaya kwa raia kanda nzima na dunia. Mabomu yaliyotumika, Israeli awali ilisema mashambulizi yake tayari yameharibu ulinzi wa anga wa Irani na hivyo kuhatarisha uharibifu wa vituo vingi vya nyuklia. Maafisa wa Marekani na Israeli wamesema kuwa ndege za kivita za Marekani za siri na bomu la uzito kilo 13,500 ndizo pekee zinazoweza kulenga na kuharibu maeneo nyuklia yaliyofichwa chini ya ardhi. Hata hivyo, ofisa mmoja wa Marekani yeye alisema kuwa mashambulizi yaliyotumia mabomu maalum yanayopenya ardhini, bunker booster bombs, dhidi ya kituo cha Fordo kilichojengwa ndani ya mlima. Aidha, ofisa mwingine wa jeshi la Marekani ambaye hakutaka majina yake yatajwe ameieleza shirika la habari la Associated Press kuwa manuari za Marekani nazo zinatajwa kuwa zilirusha makombora 30 ya Tomahawk ili kuharibu kituo cha Fordo kilicho ndani ya mlima. Israeli iliomba msaada wa bomu maalum la Marekani la GBU 57 Massive Ordnance Penetrator ambalo hutegemea uzito na nguvu ya msukumo wa kulenga maeneo ya ndani kabisa kabla kulipuka kwake. Bomu hilo lina kichwa cha kawaida cha mlipuko na linaaminika kuwa na uwezo wa kupenya hadi futi 200, yani mita 61 chini ya ardhi kabla ya kulipuka kwake. Mabomu yanaweza kurushwa mfululizo yakizama zaidi kwa kila mlipuko. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limethibitisha kuwa Irani inadhalisha uranium yenye kiwango cha juu cha uturubishaji katika Fordo na hivyo kutumia GBU 57 AB kwenye kituo hicho kunaweza kusababisha kuvuja kwa nyenzo za nyuklia. Mashambulizi ya awali Israeli kwenye kituo kingine cha nyuklia cha Natanz yalileta uchafuzi wa mazingira katika eneo hilo tu, si maeneo ya jirani, kwa mujibu wa IAEA. Kwa mujibu wa kundi la Human Rights Activists lenye makao yake Washington, mashambulizi ya Israeli dhidi ya Irani yamesababisha vifo vya watu takribani 865 na kujeruhi wengine 3,396 kwa pande zote, yani Irani na Israeli. Kati ya waliouawa walitambua raia 363 na wanajeshi 215. Taarifa hii imeandaliwa na Mgongo Kaitira kwa msaada wa mashirika ya habari ya nje. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali ili kufahamu mengi. Baki nasi.